Hii ni MTV Online inayokutangazia toka eneo la Uswahili ni mashariki mwa Kongo, Afrika Mashariki. Leo ni Oktoba 10 na ni Ijumaa. Jina langu ni Abel Tsongo. Taarifa zetu zaanzia huko Kasenyi, Mangurijipa, ambako watu watatu wamepatikana wakiwa wameuawa na watu wanaodhaniwa kuwa ADF, hali ambayo imelazimisha watu kukimbia kwa mara nyingine kijiji hicho wakikimbilia sehemu ya usalama. Samuel Lekok yuko kwa njia ya simu. Ndio, hiyo habari mbaya tulisikia tangu jana. Vijana ambao walienda shambani baada ya kukataa kufanya hiyo kama salongo kwenye askari, kwenye kama kambi la askari, na baada ya hiyo jioni tukasikia kwamba wameweza kuchukuliwa, na leo wameweza kuonekana wawili wameweza kufariki wa kijana. Mama mmoja ameweza kutungikwa kwenye mti, jambo ambalo linaendelea tena kushangaza zaidi. Raia ya Mangurijipa katika sekta ya Bapere, ndapo watu waliweza wamerudi hapo mjini Kasenyi baada ya mauaji ambayo iliweza kutokea hapo, na imeshangaza tena watu wengi, na wengi wameweza kufunga virago na kujielekeza mahali ambapo wanadai kupata usalama. Kasenyi iko wapi ukilinganisha na mji wa Mangurijipa? Kasenyi ni kilomita 8 kutoka pembeni ya mji wa Ndoyo, mahali ambapo waliweza kuwa, na ni mashariki, naweza sema ni mashariki mwa mji wa Mangurijipa, isiyopungua kilomita 8. Na hao watu wameuawa ni wakulima ama ni wafanyabiashara? Ni wakaji, ni wakulima. Walikuwa kwenye shamba wakiokota ngazi ili waweze kutosha mafuta, na hapo ndipo jambazi aliweza kuwakuta na kuwachukua kwenye pori. Na hali ikoje hivi tunazungumza? Hali si nzuri, kwa sababu mahali wakaaji ama wanaendelea kufariki na kuchukuliwa na kufariki kupitia hiyo mauaji ya ADF. Hali si nzuri, wakaaji wanakosa wamlilie nani, kwa sababu tangu mauaji iliweza kuanzishwa Mangurijipa katika sekta Bapere na Gupmaya Manzia, inaonekana ya kwamba kuna udhaifu, itilafu fulani katika operesheni ya kumsaka huyo adui ADF. Tukitoka huko Mangurijipa tunarudi hadi Mangina, hasa Mangodomo wilayani Beni, ambako hali imerudi tulivu baada ya mlio ya silaha nzito kusikika usiku wa leo, hali iliyolazimu watu kukimbilia makazi yao na kukimbia eneo lenye usalama. Tumezungumza naye Kakule Vunyati kutoka mji wa Mangina. Ni muongozi Kakule Vunyati. Ni kusema ilikuwa jana siku ya 4 majira ya saa 3, mrutuko wa risasi ulisikika hapo Mangodomo, ni kunako komine ya Mangina, na habari wakati tulifuatilia iliripotiwa kama ilikuwa watu wenye wanamiliki silaha na walikuwa na hizo yenye wanaita anteri, walikuwa wanarake position ya FRDC hapo Mangodomo, na FRDC ilipata kuriposte sana pale, na wakati tulisikia watu waliwaza kama inakuwa adui ADF ndiye ameingia hapo, na watu walikimbia na hawakulala vizuri. Na unajua sababu ni karibu hiyo position inakuwa karibu na hospital, wagonjwa walikimbia, wengine wenye walikuwa wamama wenye mimba walipata kuwa evacuate mwele usiku kuwapeleka kwenye hospital ya Bingo huko kwenye Kianzaba. Na hivi wakati tunazungumza hali ikoje? Kwa sasa hali imerudi mzuri. Ni ndio asubuhi watu walikuwa wanatokea kwenye walilala kukuja kuangalia kama mambo namna gani ilipitika. Na sisi kama shirika la raia iko kitu kenye tunashutumu sana, sababu leo haiko muda ya kugombana. Na unajua kama kumekuwa vikundi kusema kama vinamiliki silaha, iko vikundi yenye itatumika pamoja na jeshi ili watie nguvu pamoja na wapate kumpiga adui. Na wakati wanakuwa na akili ya kupigana tena na jeshi, hiyo wanacheza yenye wanaita kwa Kifaransa jeu de l'ennemi. Ni kusema
kwa leo tupate kuungana na tupate kupata nguvu ili tupate kupiga huyo mhuni mwenye anatutatiza katika teritwari ya kwetu Mambasa, Irumu, popote hapo kwenye huyu adui amesikika. Kwamba ni wazalendo ndio wameshambulia jeshi la serikali? Sitasema kama ni wale ni watu wenye wanamiliki silaha. Sasa serikali inasemaje? Kwa sasa serikali inakuwa kalme na wanasema wowote mwenye kama anakuya adui anapata kuatake FRDC, wao watapata kumpiga. Ni muongozi Kakule Vunyatsi. Tukitoka huko Kivu Kaskazini tunaelekea huko Kivu Kusini. Tunaarifiwa kwamba jeshi la serikali ya Kongo FARDC la kanusha taarifa kuhusu uwepo wa M23 eneo la Shabunda. Thomson Unji Batangalwa William na taarifa zaidi kutoka Uvira. Alhamisi hii Oktoba 9, Sylvain Bijan Chilumbai, mkurugenzi wa jopo la wanahabari wa jeshi la taifa la DRC kwenye jimbo la 33 la kijeshi mkoani Kivu Kusini, amekanusha taarifa zote zilizotangazwa na kuchapishwa na vyombo vya habari kadhaa ya kwamba M23 imevikamata baadhi ya vijiji vya tarafa la Shabunda, mkoa wa Kivu ya Kusini. Tade Karako ni mmoja wa wanahabari kwenye sekta ya operesheni za kivita Sokola ya pili, tuliyezungumza naye mapema asubuhi. Ile nasema ya Shabunda ni uongo mtupu. Unajua kama tuko na batu wao wanafanya propaganda ya enemy aba kuingia Shabunda. Hakuna M23 Shabunda. Ili ni marezo sosio, watu wanafanya jua kupaniki, jua kuogopesha watu. Hiyo naweza kuambia hili. Habari zilizosambazwa na M23 zilisema kupigana na FRDC Jumatatu mwanzoni mwa juma hili katika misitu ya Kibandamangobo tarafani Shabunda mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumezungumza kwa njia ya simu na baadhi ya wananchi wa eneo hilo waliokataa kurekodiwa na kutajwa kwa majina yao kwa kofia usalama wao. Walitueleza kuwa hakuna mapigano yaliyoripotiwa katika tarafa lao la Shabunda. Andre Biadunia Mashaka ni mchambuzi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Afrika ya Kati. Kwa nini wanaweza kusema uongo kwamba wameshakamata Shabunda? Ni uongo mtupu. Uongo mtupu. Hawajaanza hata kijiji kimoja cha teritori ya Shabunda hawajakamata. Acha nikwambie kwamba ukitoka Bukavu hadi Shabunda center pale ni kilomita 340. Kutoka Bukavu mpaka Nzibira, na hapa Nzibira bado ni teritori ya Walungu, ni kilomita kati ya 17 na 75. Ukitoka pale Nzibira unaenda kama unaenda Shabunda, yani unaenda kwenye teritori ya Shabunda. Yani Nzibira na kijiji ambacho kinafuata kinaitwa Chaminyagu ni kilomita kama 2. Ukitoka pale Chaminyagu unaenda kwenye kijiji ambacho kinaitwa Kishadu ni kama kilomita 7. Ukitoka pale Kishadu unaenda kwenye kijiji kingine cha kufuatia inaitwa Chulwe na Kishadu ni kama kilomita 6. Ukitoka pale Chulwe unaenda kwenye kijiji unaita Lubimbe ni kama kilomita 6. Bado wako mbali sana, wako huko Malubimbe. Pale kunakuwa ile tunaita Somenki, ilikuwa ni entreprise ambayo ilikuwa inazalisha madini, yani or na coltan na casterite. Hayo yakiendelea, Alhamisi hii Oktoba 9, Rais Felix Tshisekedi alibadili msimamo wake wa kusema kwamba hawezi kuketi kwenye meza ya mazungumzo na Rwanda na kusema, à aucun moment je n'ai affiché une attitude belliqueuse quelle qu'elle soit à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade
qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie le président Cyril Ramaphosa qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes, dont d'ailleurs certains éléments sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays, au front, ce qui nous oblige à rester définitivement reconnaissants envers la République d'Afrique du Sud et des autres républiques sœurs de Tanzanie et de Malawi qui avaient aussi contribué à des troupes. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions, les bonnes. Yeye Tshisekedi alisema Rais Kagame, ni kwako wewe kutoa oda kwa M23 kusitisha machafuko kwa kuwa inasaidiwa na jeshi lako la Rwanda na kusababisha vifo vingi mashariki mwa DRC. Nikiripoti kutoka Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkoani Kivu Kusini, mimi ni Thompson Unjibata Ngalo William. Tukitoka huko tunarudi hadi katika mji wa Kichanga wilayani Masisi, Kivu Kaskazini, ambako kumewekwa uongozi mpya wa asili. Emmanuel Ndizeye ni kiongozi wa wilayani Masisi. Kusikia watu wanaanza Twitter, wanalalamika, wanasema kuwa kuko maiti ambayo imepatikana kwa kuuawa. Ile yote tusaidiane kwa usalama wetu na kushirikiana na viongozi wetu wa jeshi. Shughuli zilizosimamiwa naye Manzi, naibu gavana wa Kivu Kaskazini ausikaye na siasa na utawala. Kwa kutupokea hapa kwa hii seremoni, kwangu binafsi ni privilege kwa kukua hapa. Sa Majesté, tuone namna gani unaanza hii kazi yenye haiko rahisi. Kazi najua haitakuwa rahisi. Kuongoza watu benye wanatoka muvita, ubaguzi mingi, ukabila mingi yenye ilikuwa hapa, haitakuwa rahisi. Lakini tunakupatia ahadi yetu kama province, ukikuwa na shida utatupigia na tutakuwa pale kutusaidia. Si ndio? A partir ya gouverneur du Nord Kivu Bahati Musanga Erasto ikaona kama sheferi ya Bashali haiwezi kaendelea bila uongozi. Kama vile mliona hukumu Bamate, Bwisha na zingine, tuensare mwami wenu Sa Majesté Jacques Bashari, na tukijua kama itakuwa ni furaha kubwa sana, si ndio? Hata hivyo tumezungumza naye Kambale Lumumba, msemaji wa gavana ya Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto. Tuko timu kabambi ya jimbo ya Kivu ya Kaskazini ambayo imekuja. Hii timu inaongozewa na mheshimiwa liwali makamu Willy Manzi, kuja kumshimika mkuu wa sheferi ya Bashali ambaye ni Jacques Bashali, na tumekuja kwa sababu raia haiwezi kuikana na haina mwami wake. Raia imeomba siku mingi sana mheshimiwa liwali wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini Eraston Bahati atie mwami wa mpya ambaye ni Jacques Bashali. Na liwali kama yeye vile nasikia najibia kumalalamiko ya raia, ameweza kusahini hii barua ambayo imemshimika mheshimiwa mkubwa wa sheferi ya Bashali. Na ndio maana sisi tumefika hapa kuja kuonesha kama uongozi wa AFC M23 iko natumika na iko nasikia malalamiko ya raia. Matarajio gani mnayo kwake? Sisi kama vile chama ya AFC M23 na zaidi sana mheshimiwa liwali wa jimbo anachunga sana kwa mheshimiwa mkubwa wa sheferia Bashali kuweza kukua mtu ambaye atapatanisha sana raia ya hapa ya hii sheferi, kwa sababu anamchungia kwa kitu ambao wanaita akuwe mtu mwatakuwa pacificateur na aweze inire hii population yote yenye iko hapa, aweze kupiganisha sana hii mambo ya ukabila na aweze kusaidia ili amani na usalama uweze kudumu ndani ya sheferi yake ya Bashali.
Taarifa zetu zahitimishwa huko Kenya ambako wanaharakati nchini Kenya wameandamana wakishinikiza kuachiliwa huru kwa wanaharakati wenzao waliozuiliwa nchini Uganda. Wanasema hatua za kuzuiliwa ni ukiukaji wa haki za binadamu na inalenga kunyamazisha sauti zinazotetea haki za kidemokrasia katika ukanda wa Afrika Mashariki. Ni hayo kwa siku ya leo, na asante sana kwa wote walioshiriki na kuchangia ufanikishi wa taarifa za leo. Mimi ni Abel Songo nikiwa hapa jijini Butembo, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante na nikutakie weekend njema.